Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa faida wale wote ambao wanatufuatilia katika channel ya Jukumaza TV, ndio kufuatilia sasa, tunakaribisha katika channel hii ya Jukumaza TV. Mimi mtangazaji wako Yusuf Othman bin Abdallah, mmoja wa watangazaji ambao tunafanikisha channel hii ya Jukumaza TV. Tukiwa leo katika kipindi cha zungumza na viongozi wa Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar. Kama unavyoona pembeni yangu, hawa ni baadhi ya viongozi ambao wamo ndani ya Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar. Tumekutana hapa leo kwa ajili ya kuifahamisha kiundani zaidi jumuiya hii ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar kupitia viongozi hawa, baadhi ya viongozi hawa Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar. Lakini kabla ya yote, kwanza niwasalimie, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana, nikaribisheni katika studio yetu hii kwa ajili ya kuweza kuzungumza mambo matatu kuhusiana na Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar. Asante sana. Hawa ni viongozi wa Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar. Ni nani hawa na nafasi zao ni zipi ndani ya jumuiya? Lakini kabla ya yote, kwanza niwaachie nafasi basi kwa ajili ya kujitambulisha wenyewe, waweze kufahamika zaidi majina yao, lakini pia na nafasi zao ambazo wanazitumikia katika jumuiya hii ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar. Hapo ni then tuna kuingia ndani zaidi kwa ajili ya kuifafanua hii jumuiya, hasa kuanza kwake, namna inavyojiendesha. Lakini kabla yote nimwachie mmoja katika viongozi hawa, nimwachie basi nafasi ya utambulisho waweze kufahamika na wale wote ambao wanaotufuatilia kupitia channel ya Jukumaza TV. Kabla ya yote, Maalim, nikwambie tu dakika moja mbili kwa ajili ya kujitambulisha waweze kufahamika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Juma Abed Makame. Nafasi yangu katika taasisi hii Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora ni nafasi ya mwenyekiti. Kwa hiyo tupo leo katika studio hizi za Jukumaza ili kwa kuja kuweza kufafanua kidogo na kuelezea umuhimu na malengo na makusudi ya jumuiya yetu. Asante sana. Kama alivyosikika hapo, ni mwenyekiti huyu wa Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar. Jina lake amejitambulisha, Maalim Juma Abed Makame, ni ambaye naye katika kipindi chetu hiki tambue fahamu kiundani zaidi taasisi ya Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar. Lakini kiongozi mwingine ambaye naye pia tunashirikiana katika hili ni kama unavyoona pembeni yangu, naye hapa nimwachie nafasi kwa ajili ya kujitambulisha. Nafasi yako karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa jina naitwa Saleh Othman Abdallah. Nafasi yangu katika jumuiya hii ya Jukumaza ni afisa mahusiano. Asante sana. Huyu ni afisa mahusiano, amejitambulisha Ustadh Saleh Othman bin Abdallah. Huyu amebeba ile nafasi ya mahusiano katika jumuiya hii ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar. Asante sana, na tukiendelea mbele katika kipindi chetu hichi fahamu jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar. Tukirudi kwako Maalim Juma Abed Makame, amejitambulisha kwamba ni mwenyekiti wa jumuiya hii ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar. Kabla ya yote, kwanza tukifahamu kidogo angalau historia. Nafahamu kwamba katika jumuiya hii kuna ngazi tofauti za uongozi, lakini leo tumebahatika kuwepo na nyinyi watu wawili, mwenyekiti na afisa mahusiano. Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar, historia yake ilianzaje? Tufahamu hili kwa. Kwa kweli, ndugu mwandishi na ndugu wanajamii na ndugu watazamaji, jumuiya hii kwa kweli historia yake, kwanza yake imeanza na mawazo na fikra za walimu wa madrasa. Baada ya kufikiria hilo, ndipo wakaamua kuanzisha umoja wa vyuo vya Qur'ani. Hatimaye kadri tulipokufuatilia, basi ndipo ilipozalikana jina la Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora. Lakini historia kubwa manake walimu wa madrasa ndio waanzishi wa jumuiya hii. Asante sana. Hii ni wazo imebuliwa na walimu wa madaris al-Qur'ani kama alivyoeleza hapa mwenyekiti, ndio kapatikana hili jina la Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar. Tukirudi kwa afisa mahusiano, na tumefahamu hapa kwamba wazo limebuliwa na walimu wa madaris al-Qur'ani katika kulibua hili na kuweza kuisajili pengine jumuiya hii ikafahamika Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar. Tukizungumzia Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar, kuna maneno matatu hapa. Kuna kitu kuimarisha, lakini pia kuna maadili yenyewe, lakini kuna malezi. Labda tungeanzia tunafahamu kwamba kuimarisha nini hasa, kuimarisha maadili itafsirike vipi? Asante sana. Kabla sijaingia katika nukta hiyo, na neno la katika leleza mwenyekiti katika historia, katika kama alivyoeleza kwamba mwanzo ilikuwa ni sala ambayo limeunganishwa na walimu wa madrasa, na mpaka sasa hivi
wapo walimu wa madrasa asilimia kubwa katika jumuiya, kwa malengo yako pale pale katika kuziunganisha madrasa. Ile alikuwa mwanzo haijasajiliwa, lakini baadaye ikaja kasajiliwa kwenye mwaka 2023 mwezi wa 6, na hapo ndo rasmi ikaanza kufanya kazi zake kihalali katika nchi ya Zanzibar. Kwa hiyo swala linakuja katika swala ambalo umeniuliza, swala la maana ya haya maneno ambayo yanapatikana katika jumuiya hii. Kama unavyojua, katika kila kitu kina terminology zake. Na miongoni mwa terminology ambazo zinapatikana katika jina la jumuiya hii ni maadili na malezi. Tukija katika upande wa maadili, tunaweza kusema kwamba maadili ni zile tabia nzuri ambazo huwa zinapatikana katika jamii fulani. Au tunaweza kusema ni zile tabia ambazo jamii fulani wanazo. Hayo ndo maadili. Kwa hiyo inawezekana maadili yakawa mazuri au yakawa mabaya. Lakini na vile vile malezi ni ule utaratibu ambao ile jamii tunatumia katika kuwalea wale watoto wao au vijana wao katika ile jamii husika. Kwa hiyo sisi katika maadili na malezi tuna kitu tunakuja kukishajihisha kinaitwa bora. Kwa hiyo tunakuja na maadili bora na malezi bora katika jamii yetu ya Kizanzibari, ambayo ina historia hiyo kwamba maadili yake na malezi yake ndiyo bora. Kwa hiyo tunataka tuyashajihishe kwamba tuhakikishe kwamba yanaendelea vizuri katika jamii yetu. Asante sana kwa mujibu wa maelezo hayo, kwamba unakubali kwamba kuna japo maadili ndani ya nchi ya Zanzibar lakini hayajakaa sawa. Kwa hiyo kazi yenu nyinyi kubwa ni kwenda kuyasimamisha ili yafikie katika ile point ambayo mnayoitaka hasa, si ndio? Tukirudi kwa mwenyekiti jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, Maalim Juma Abedi Makame, amezungumza hapa kisa mahusiano, akatoa ufafanuzi kuhusiana na maadili yale yenyewe, lakini malezi na ule ubora wenyewe ambao jumuiya imeweza kuyataka ama kufikia kwenye ile pointi. Jambo lolote linakuwa na mikakati kwamba ili kufikia kwenye ile pointi yenyewe ya maadili kwa Zanzibar, kuyarejesha kwa yenye kueleweka, yakasimama vizuri. Kuna mikakati yote ambayo mmejipanga katika kulisimamisha hili? Kwa kweli ndugu mtangazaji, mikakati tumeipanga, na kwa mujibu wa katiba yetu mikakati mingi ambayo tumekuja kwenda nayo. Sawa? Mkakati wa kwanza kuhakikisha tunafikisha elimu ya hii maadili na malezi katika kona zote za Zanzibar kwa njia moja au nyingine. Tuhakikishe elimu na nasaha, hususan kutokana taasisi wenyewe ni walimu madrasa, kwa tuna uwezo, tuna upeo mzuri wa kuweza kufikia malengo kama hayo. Kwa lengo letu tuhakikishe tunatembea katika kona zote hizi za Zanzibar ili kuweza kufikisha elimu. Hiyo ndio mikakati yetu mikubwa ambayo tumeiweka. Asante sana. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, mikakati tayari imepangwa kwa ajili ya kuweza kufikia ile point ambayo jumuiya imekusudia kuweza kufikia. Tukirudi kwako ofisa mawasiliano, na chochote ambacho labda kuna mikakati mingine ambayo pia mwenyekiti hajigusa katika ile kuweza kufikia kwenye ile point? Ndio, kiujumla kaeleza mingi kwa sababu husia kiujumla, lakini kwa kukazia tu labda kwamba katika mikakati yetu tulionayo ili kufikia malengo haya tuna utaratibu wa kufungua matawi. Kama tunavyojua kwamba jumuiya yetu ya Jukumaza hii makao yake makuu yapo Nyerere Zanzibar, ndipo ilipoasisiwa, lakini tunajaribu kufungua matawi mbalimbali na tayari kuna sehemu tumeshafika na kujaribu kuweka matawi yetu kama maeneo ya Fuoni, Wandani na maeneo mengine hapo vile vile. Kwa hiyo hii inatusaidia kwamba tukiweka sehemu kama zile matawi yetu na tukazeka zile kamati za kusimamia maadili na kushirikiana na masheha, na maana tunakwenda kufanikiwa kwa njia nyepesi. Labda miongoni mwa mambo ambayo tumeyafanya, tumejaribu kuziunganisha baadhi ya madrasa ambazo zimejiunga na jumuiya kuhakikisha kwamba vijana wao wanapoa nasaha mara kwa mara kujiepusha tabia mbaya kama za kujiingiza katika vitendo vya kihuni, mambo masuala ya kuwatahadharisha kwenye ubaradhuli, ubakaji hayo na vitu kama hivyo. Lakini vile vile tunawafanyia mitihani vyuo husika hivyo, ambapo tunafanya mitihani kwa kila mwaka, na tuna mitihani ile masomo tofauti ya dini kuhakikisha kwamba wale vijana katika zile madrasa wanafanya jitihada ya kusoma na kupata vyeti, kuhakikisha kwamba wanakwenda na mstawa ambao kama vile mfumo wa skuli
na wao wajikute madrasa nao wana mfumo mzuri. Asante sana. Hii maelezo haya yametosheleza kwa afisa mahusiano ameelezea hapa, ukiangalia kiundani amegusa swala zima la elimu kwamba wamejipanga pia katika kuisimamisha ile elimu katika visiwa vya Zanzibar kama alivyoeleza hapa katika baadhi ya vyuo ambavyo vimo ndani ya jumuiya yenyewe. Na tulikuwa kwa mwenyekiti tunafahamu kwamba acha na ile mikakati ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuweza kuiongoza kufikia kwenye ile point ambayo jumuiya inaitaka. Kuna chochote ambacho labda mmeanzisha, chochote ambacho kama programu yoyote ndani mmeanzisha katika jumuiya hii? Kwa kweli ndugu mtangazaji, programu nyingi tumezianzisha na ikiwemo hichi kitengo cha habari. Kitengo hichi cha habari tuna imani kubwa ikiwa tutakitumia vizuri basi elimu inaweza kufika mbali, na tayari tunaandaa vijana ambao kuwasomesha masuala ya habari. Tunawaandaa vijana katika masuala ya utangazaji, sifahamu yani alimradi masuala ya habari iwe ni kitengo mama katika taasisi yetu. Kwa sababu vile habari taarifa zetu zitafika mbali, uwe walikuwa mbali wataona hizo taarifa, na vile vile upande mmoja tunawashabihisha wanajamii ambao wapenda maendeleo katika nchi yetu, basi uweza kusupport hichi chombo chetu cha habari. Kwa sababu bado kina changamoto mbalimbali, kwa hiyo wakitokezea kuja kutusupport katika chombo chetu hichi cha habari, basi tunaamini kazi hii itakuwa ni nyepesi zaidi. Asante sana. Hiki ni kitengo ambacho tayari kimeanzishwa na Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar kama alivyothibitisha hapa Maalim Juma Abedi Makame kama ni mwenyekiti wa jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Hiki ni kitengo cha habari. Labda tukija kwa ofisa mahusiano, kuna chochote ambacho pengine kitengo kingine kimeanzishwa mwenyekiti hajakigusia? Ndio, hicho niligusia mwanzo masuala ya elimu. Kuna kitengo cha elimu hicho ni kamati maalum inasimamia masuala ya elimu kwa vijana wa madrasa, lakini na kuelimisha jamii vile vile. Ambapo kufanyika mihadhara mbalimbali na mikutano kwa wazee wa wanafunzi takutana nao, lakini vile vile tunakwenda katika masuala ya walimu wa maskulini, tunakwenda na wao kufanya kubadilishana mawazo na kushauriana. Kwa mfano kama kuna kadhia masuala ya kambi za wanafunzi zile na kutengeneza changamoto wanafunzi kukimbia madrasa, basi tunafanya jitihada, kwa sababu unakuta jamii yetu sasa hivi nyingi imejikita katika mambo ya kisekula. Utakuta watu wanafanya kampeni kabisa na inasapotiwa kiserikali kwamba kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi aliyekimbia skuli basi anarudi skuli. Lakini sisi vile vile tumejaribu kuangalia na upande wa pili kwamba na wanafunzi ambao wanakimbia madrasa tuhakikishe na wao wanaendelea kurudi wapi? Madrasa. Kwa hiyo hilo ni kitengo ambao wanahusika watu wa kielimu kulifuatilia sala kama hiyo. Lakini vile vile kuna sala la mayatima. Tumejaribu kuangalia kwa vile katika madrasa zetu kwa kuna mayatima na kwenye mitaa yetu, tukawa ni vyema tukawaangalia vizuri hawa mayatima. Kwa tunajaribu kukusanya taarifa zao, na huwa tunachukua misaada kutoka kwa matajiri mbalimbali kama vile kipindi cha sikukuu na nini, ili kuhakikisha kwamba na wao wanafarajika wale mayatima. Kwa kweli kama hivi. Asante sana. Hichi ni kitengo katika vitengo ambapo amegusia hapa afisa mahusiano, ni kitengo cha mayatima. Kumbe tayari jumuiya nayo imejikita nacho katika kuangalia kitengo hichi na kukisimamia, pia kuhakikisha kwamba mayatima nao wanapata faraja katika maisha yao, kuweza kuwasimamia kwa kila nyanja ya maisha yao, kwa sababu ukiangalia wamefiliwa na wazazi wao, wamekuwa mayatima tayari. Kuna fungu kubwa ama kuna umuhimu mkubwa kuweza kutizamwa pia kama mayatima kwa ajili ya kusaidiwa. Jumuiya hii nayo pia imeanzisha kitengo hicho cha mayatima. Tukija kwa mwenyekiti, tunaangalia kwamba Zanzibar yetu ambayo tunaishi nayo, kwamba jumuiya imejikita kwenye maadili na malezi. Tutafahamu malezi ya Zanzibar au maadili ya Zanzibar hasa ni yapi? Inawezekana pende kama watu kwa hajui maadili ya Zanzibar ni yapi. Labda tunaweza kutambulisha tu maadili ya Zanzibar ni yapi. Kuzungumzia maadili ya Zanzibar hasa ni yapi? Kwa kweli tutazungumzia kama sisi kama mimi mwenyekiti niliyofahamu ile malezi ya Zanzibar. Malezi ya Zanzibar yalikuwa yameshikamana sana na upande wa dini. Sawa? Ilikuwa zamani tunakumbuka sisi vijana wengi wanalelewa katika masuala ya mambo ya tarika. Mambo ya maulidi. Watoto wengi wanalelewa katika masuala ya mambo ya maulidi. Kwa wale watoto wanakuwa katika hadhara za maulidi zile, wakitoka kule wanakuwa maneno mazuri, basi wanarudi mitihani unakuwa kwa vizuri. Sawa? Na vile vile katika mambo ya dhikri, sawa? Unakuta vijana wengi wanakuwa waelekea kule, wakirudi nyoyo zao zinakuwa
Lakini sasa kutokana na hali sasa hivi inavyokwenda, wametokea watu manake hizi mambo ya maulidi wanapinga. Hali ya kwanza malezi yetu ya Zanzibar ilikuwa. Sio pamoja na mambo ya dhikri, ndo malezi yetu ya Zanzibar. Watoto wanalelewa katika misingi hii, wanakuwa katika misingi hii. Sasa kuna watu wanapinga juu hayo. Sasa unakuta sasa ile malezi yetu yanaporomoka. Sio pamoja. Kwa maana hiyo imechangia vile vile kuondoka baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yakitumika kwa ajili ya malezi ya watoto, lakini yapotea. Sasa hivi kunakuja mambo mengi ambayo katika mambo mitandao na vijana wanakuwa katika mazingira kama hayo. Asante sana. Ni hadi wa malezi ambayo yalikuwa Zanzibar kipindi hicho, na ikasababisha Zanzibar kuweza kutajika katika ile maadili yenyewe. Tukija kwa afisa mahusiano, amezungumzia hapa mwenyekiti kwamba yale maadili ya Zanzibar ilikuwa ni hayo. Sasa hivi tumesikia taarifa kwa mkuu wa wilaya ameshaagiza kwa upande wa masheha kwamba waanzishe kamati mbalimbali ndani ya shehia zao, na moja katika kamati ambayo imeanzishwa ni kamati ya maadili, pia wameanzisha na wao kwa kazi hii ya masheha. Mmelichukuliaje hili swala hili kama nyinyi ni jumuiya kuimarisha maadili? Asante sana. Hili swala sisi tumelichukulia kwamba ni fursa. Tumechukua ni fursa ambayo imeletwa katika jamii yetu, na sisi kama jumuiya, ina maana ambao tunahusika na jamii, tumetoa mashirikiano kwa upande wa masheha kuhakikisha kwamba tunashiriki na sisi ili zile kamati zipate wajumbe na tuhakikishe kwamba zinakwenda vizuri. Bahati nzuri katika zile kamati imo kamati ya maadili. Kwa hiyo tukaona jambo jema ambalo viongozi wetu wa serikali wamefikiria, ndio maana zile kamati wakazishusha chini. Kwa hiyo ina maana sisi tukaona tusaidie kwenye zile kamati, ikiwemo hiyo kamati ya maadili, ili kushauri serikali vile vile na viongozi wetu wa kiserikali kwa mikoa, kwa wilaya na wengineo, ili kuhakikisha na wao tunashirikiana ili gurudumu la maadili liende vizuri. Na sisi tumelikubali hili jambo kwa sababu tumeona viashirio ambavyo vinaonekana kwenye serikali vinatupa tamaa kwamba serikali wanajali maadili mazuri katika nchi yetu ya Zanzibar. Kwa mfano masiku ya karibuni hapo kuna matukio tuliyaona, kuna baadhi ya wale watu wanaokwenda kwenye sehemu kama za fukwe kule, wakapanda magari wakanacheza kwa njia ambazo za kinyama tu hazifahamiki, za kihuni. Basi serikali kupitia jumuiya zile au taasisi zake zile ambazo zinasimamia maadili, wakawa magari kama wale wanakamata na wale watu wanawachukulia hatua. Kwa tukahisi kumbe serikali wanajaribu kuweka mazingira mazuri katika maadili yetu Zanzibar. Kwa zilipokuja kamati hizi kwa upande wa masheha, tukaona sasa hii ni fursa na sisi kuisaidia serikali kufikia malengo yake, na ndo kazi ya hizi jumuiya katika serikali kusajiliwa. Asante sana. Ikiwa kwa mwishoni mwa kipindi chetu hichi, zungumza na baadhi ya viongozi wa jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar katika studio yetu hii. Lakini tukienda kwa mwishoni, mwenyekiti, tukirudi kwako, nafahamu kwamba jumuiya yoyote haiwezi kwenda mpaka iwe na fedha. Lazima fedha itumike. Kwa upande wa fedha, labda mmetengeneza mikakati gani katika kupata fedha kwa ajili ya kuisukuma jumuiya ili iweze kwenda mbele? Kuna mpango wote? Upande wa fedha kwa kweli, kama unavyofahamu ndugu mwandishi, kwa jambo lolote bila fedha inakuwa gumu kwenda. Mpaka sasa hivi tunaendesha jumuiya yetu kwa uzalendo ambao tulikuwa tunao. Tunachangishana sisi walimu, ingawa tuna bodi ya dhamini tuiunde iwe na ipo, lakini mpaka sasa hivi bodi ya dhamini tunaikuta bado haijashabihishika bado. Sio fahamu. Sasa kwa kweli tunazidi kuwashabihisha jamii na taasisi mbalimbali za ndani ya nchi na nje ya nchi kuweza kutusapoti katika harakati hizi, kwa sababu kama tunavyotuona tuna kazi ya kutembea Zanzibar nzima na tunahitaji usafiri. Sasa inafika wakati kuna sehemu za mbali tunahitaji gharama, kwa hiyo tunakuwa tunashindwa. Kwa hiyo kwa moyo mkunjufu tunaiomba serikali yetu ya Zanzibar, tunawaomba wafadhili mbalimbali, jumuiya, taasisi za serikali, taasisi binafsi, waweze kutusapoti katika hili, kwa sababu kazi yetu ni kubwa na ni kazi ikitengenea jamii katika maadili, limetengenea taifa letu katika misingi ile kwa bora. Asante sana. Hili ni tuseme mwenyekiti wa jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar ameona kwa changamoto kubwa ni fedha, lakini tayari ametoa mwelekeo kwa wale ambao wana kipato kidogo kuweza
kusupport hizi harakati kuhakikisha kwamba jumuiya inasonga mbele katika kipengele tofauti ambavyo vinahitaji fedha, basi wahisani mbalimbali lakini pia serikali iweze kutia nguvu hapa. Tukirudi kwa afisa mahusiano, kwa tuko mwishoni wa kipindi chetu, changamoto gani ambayo kiacheli ya kifedha ambayo jumuiya sasa hivi inaikabili na inahitaji pia msaada wote? Changamoto kwanza inahitajia kuungwa mkono na jamii. Tumefanya jitihada, lakini na kuendelea na jitihada kwamba jamii tumekaribisha watu mbalimbali kujiunga katika jumuiya, na katika jumuiya tuna wanachama wa aina mbili. Kuna wanachama madrasa, lakini kuna wanachama mtu binafsi, na aina yote wawili tunao hao. Kwa hiyo tunaomba kwamba madrasa mbalimbali zile zijiunge kwenye hii jumuiya, tushirikiane kwenye kuimarisha maadili katika shehia zetu mbalimbali Zanzibar, Unguja na Pemba, lakini vile vile na watu binafsi wajiunge ili kusupport. Kuna tatizo moja linajitokeza sana katika jamii. Kuna wale watu wasomi wanakuwa mara nyingi sana wanakaa nyuma, wanakaa pembeni na watu wenye fedha, ambao hii elimu na fedha lazima viambatane ili jamii iende mbele. Kwa hiyo watu wasomi wa kidini wengi wao wanakaa tu pembeni, hawashirikiani kwenye taasisi kama hizi. Lakini vile vile kuna na wasomi wa kisekula, watu waliofika kama form 6, waliofika degree, wenye walimu wa skuli na wenye wale mawaziri na nani, ujiona kama ni hawahusu vitu kama hivi. Na hii ndio sababu kubwa jamii ikanarudi nyuma, kwa sababu kama walimu wa madrasa wamejikusanya kuisaidia jamii katika maadili, kwa nini wewe una elimu ya kisekula hutaki kuja kushirikiana nao ukatoa mchango wako? Sisi hapa tuna vifaa tunatumia kwenye kompyuta, wengine tuna uwezo mdogo wa kompyuta. Wewe kama kweli ni expert katika masuala ya IT, kwa nini usije ukashirikiana na sisi kwa kutoa mchango wako kama sadaqatul jariya? Kama wewe ni tajiri, ni waziri, ni mbunge, kwa nini usiingie katika jumuiya kama hizi ukatoa sapoti yako ya kifedha na mawazo ili kuhakikisha kwamba kitu hichi kinakwenda katika kufanikiwa? Kwa hiyo mimi, ushauri wangu mimi kwamba natoa wito kwa jamii kujiunga kwenye hii jumuiya, na hakuna gharama. Gharama yake ni ndogo sana, hata shilingi 5 haifiki ya kujiunga. Na ukishajiunga, kama ni madrasa, kama ni mtu binafsi, ina maana tutakupa majukumu na wewe katika shehia yako ambayo unakaa. Si lazima uje katika shehia ya huko ili kuanzishwa jumuiya. Hiyo shehia yako ulokaa tunakufuata huko, tunakupa majukumu na tunashirikiana kila kipindi fulani kwenye vikao vyetu na mikutano yetu, basi mambo yanakwenda vizuri. Asante sana. Ni afisa mahusiano huyo Saleh Uthman bin Abdallah, amechukua nafasi hiyo ya afisa mahusiano na ametoa ile ambalo kama ni wito kwa wanajamii, lakini pia serikali na katika ngazi tofauti ya jamii kuweza kuunga mkono hii jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Tuka mwishoni, kipi cha kufungia katika kipindi chetu hiki kwa ajili ya kufunga kipindi fulani kwenye kiti? Kwa kweli na kufungia, nazidi kutoa nasaha kwa jamii. Waone hii ni fursa tulioipata sisi kuweza kukaa na kuweza kulingania maadili yetu ya Zanzibar ambayo yalitangaza nchi yetu duniani kote, na nchi yetu ina sifa nzuri katika dunia, katika ulimwengu. Kwa hiyo hii ni fursa, maana yake tukae pamoja, tushirikiane, tuweze kuzidi kukaa na kuimarisha vizazi vijavyo, kwa sababu hali sasa hivi kwa kweli imechafuka. Ulimwengu tayari umeshachafuka. Kwa hiyo sasa lazima tukae pamoja, tuje tushirikiane, tuvihame vizazi vyetu. Hiyo ndo wazo langu. Asante sana. Hili ndio mafungio ya mwenyekiti wa jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Tumwachie na nafasi dakika moja kwa ajili ya kufunga, naye pia neno lake la kufungia afisa mahusiano. Tumeona kwamba katika jumuiya yetu, jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, tumetembea katika madrasa mbalimbali. Vipi kwa upande wa shule nako, ipo programu ya kuweza kutembea shule nako, utakulifungia hivi? Ndio, programu tunayo kama nilivyoashiria hapo mwanzo kwamba tunakwenda kwa baadhi ya skuli ambazo zipo karibu na ile shehia ambayo tayari tumesheka kamati yetu, na kwenda kuwatembelea wale walimu wa skuli eneo lile ili kushauriana ili zile ratiba ziende vizuri baina ya skuli na madrasa, ili elimu zote mbili zipatikane. Sasa yote hii ni kuonyesha kwamba tunawasupport vizuri walimu wa skuli, lakini katika nukta hii ya kufungia, labda kuna kitu muhimu sana nacho nikitaje kwamba katika siku ya uzinduzi wetu wa jumuiya tulialika wadau mbalimbali.
tulialika watu wa ofisi ya Mufti, tukaalika watu wale wakuu wa askari jamii na watu wengine katika serikali na taasisi binafsi. Lakini tunapokwenda katika vikao va masheha na wajumbe wake, kuna baadhi ya shehia huwa tunakosa supporta kupitia wale askari. Kama tunavyojua sasa serikali yetu imeweka utaratibu mzuri sana kwamba kila shehia wameweka askari wa shehia. Lakini itakusikitisha tunapokwenda katika shehia, tunapomuomba sheha tukutane na kamati yake, basi wajumbe wake wengi wanaweza wakaja, lakini kumpata askari kwenye wajumbe wale ni ngumu. Sasa kama askari yumo kwenye kamati ya sheha na tunakutana na kamati ya sheha na tumeomba jambo hilo na tumeruhusiwa, kwa nini tunakuta kwamba hawa askari support yao ni ndogo? Kwa hiyo jambo hili linasikitisha sana. Kwa kama nilivyosema, watu wa fedha na watu wenye elimu wasaidie jumuiya, lakini kwa umuhimu wa pekee, na kwa sababu ni changamoto inatukuta, tunaomba na askari kwenye shehia uwe tunashirikiana kwenye shehia tukija, ili hii swala la maadili tupate kushirikiana kwa mawazo ya pamoja. Asante sana. Hii ni wito tayari afisa mahusiano ameweza kuleta katika ndani ya jamii ndani ya nchi yetu ya Zanzibar, kwa upande wale maaskari wa polisi jamii, wale maaskari wale vitengo katika sheria mbalimbali kuweza kutia nguvu yao pia katika kuimarisha jumuiya hii na kuipeleka mbele kwa ngazi hizi za masheha. Mimi niseme tu maneno ya kusema ni mengi, na afisa mahusiano ana maneno mengi sana kuweza kusema, lakini pia mwenyekiti naye ana maneno mengi sana kusema. Tukisema tunayamaliza yote hapa, muda utachukua ni mkubwa sana. Kwa hiyo mimi niseme tu yule wako Yusuf Othman bin Abdallah, mmoja katika watangazaji ambao wa channel hii ya Jukumaza TV. Tukutane tena katika kipindi kingine kwa ajili ya mwendelezo wa vipindi mbalimbali katika channel hii ya Jukumaza TV. Leo tulikuwa nao viongozi wa jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, Maalim Juma Abedi Makame hapa, lakini na afisa mahusiano Saleh Othman bin Abdallah kwa katika kulifanikisha hili. Lakini pia tunawashukuru wale cameramen ambao nao walifanikisha kwa namna moja au nyingine katika kushuti hili tukio ama kipindi. Kwa hiyo mimi niseme tukutane tena katika vipindi vingine mbalimbali. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment pia, ili kwa ajili ya kuweza kukufikia yale mambo ambayo tunayaendesha katika channel hii ya Jukumaza TV. Mimi niseme mpaka hapa. Shukrani sana viongozi hawa kushirikiana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho.